ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، نشكره ونسأله من فضله الغزار، ونصلي ونسلم على نبيه المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين بتعاقب الليل والنهار. Allah, tunakushukuru kwa kutuwezesha kuona usiku huu wa leo baada ya kuikamilisha funga ya 17. Huu tunaoshuhudia ni usiku wa 18. Kesho siku ya Jumamosi, Allah akituamsha salama, tutaamka na funga ya 18 ya mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Kesho tutakuwa tukizihesabu siku 2 kulimaliza 12. Tunakumbusha tu ndugu zangu kwamba kadri masiku yanavyokwenda ndio uzuri wa Ramadhani unavyozidi. Kwa hivyo tafadhalini, tusikimbie misikiti tukazikosa kheri zinazopatikana ndani ya mwezi huu. Uzuri uko mwisho, kama wanavyosema wenyewe, the end justify the means. Na katika dini Allah ameweka hivyo hivyo, miisho ndiyo inayoamua majambo. Tusikimbie kama kawaida yetu inavyokuwa. Uzuri wa Ramadhani uko mwisho wa Ramadhani. Allah atuwafikishe. Ndugu zangu, jana tumeiona hadithi kuhusu nyasia 3 ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama alimuhusia kipenzi chake, rafiki yake kipenzi, anaitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, kwa jina maarufu Abu Huraira. Alimuhusia Abu Huraira asiache kufunga siku 3 ndani ya kila mwezi. Pili, asiache kuswali swala ya dhuha rakaa 2 angalau. 3, asiache kuswali witri kabla hajalala. Tukasema kufunga siku 3 ndani ya mwezi inawezekana ikawa ni siku 3 tu, lakini ipo riwaya ilozitaja siku hizi 3 kwamba ni zile nyeupe. Kuswali dhuha ni rakaa 2, lakini unaweza ukapenda kukusanya zaidi ukaswali mpaka kile kilele cha dhuha rakaa 8. Na kuswali witri, tukasema witri ni idadi ya rakaa zisizo au idadi ya namba isiyogawanyika kwa 2. Kwa hivyo angalau unaweza ukaswali rakaa 1. Nadhani tulisahau kusema kwamba hapa Mtume amemwambia, au Abu Huraira anasema kwamba Mtume aliniambia kabla anama, kabla sijalala, na witri inaanza baada ya sala ya Isha. Muda bora wa kuisali witri ni baada ya kulala, uamke uje kuswali usiku, ndio muda bora. Lakini ukijiona we ni pono ni samaki fulani iko katika bahari ya Hindi, ukinyanyua tu ikatoka kwenye maji na kufa hapo hapo. Yani ukifikisha chini haipapariki ilivyo. Yani uhai wake nadhani ni wa sekunde, kuachana na maji sekunde papo, ikiachana na maji imekufa. Sasa kuna watu wakishatia ubavu chini tu unaweza ukamwagia maji alfajiri ndo amke. Ukijiona hivyo, basi baada ya Isha swali witri rakaa zako 3, 5, 7. Umeshindwa hata 1. Lakini ukijiamini, muda bora ni ulale kisha uamke. Wa minal layli fatahajjad lahu nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hii tahajjud ambayo Allah anasema ukifanya hivyo Allah atakuweka pahala palipokuwa bora zaidi, panaposifiwa na kupendeza. Bora uifanye witri ndio iwe sala yako hiyo. Hii ndo hadithi tuliokuwa nayo jana. Leo tuna hadithi ya Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Yeye anasema Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qal sa'altu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu
anaha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an saumi yaumi aljum'a. Huyu bwana anasema mimi nilimuuliza Jabir ibn Abdullah, hivyo mtume alikataza kufunga siku ya Ijumaa? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza kufunga siku ya Ijumaa? Anamuuliza sahaba mwenzake. Qala, Jabir akamjibu akasema naam. Katika riwaya ya Muslim anasema jawabu lilikuja naam wa rabbil Kaaba, wallahi nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, mtume alikataza kufunga siku ya Ijumaa. Hadithi hii ukichukua hadithi, unajua hadithi, mtume ana hadithi nyingi sana. Hadithi zinafasiriana, hii inaitafsiri hii inaibeba hii inaifafanua hii. Ukichukua hii hadithi hivi jumla jumla, unaona ni haramu kufunga siku ya Ijumaa, ni haramu. Na mitazamo kama hii tulikuta sehemu kama hizi. Mwenyezi Mungu amrehemu mzee wetu, shekhe wetu, alikuwa akifundisha kwamba ni haramu kufunga siku ya Jumamosi, funga ya sunna, haijalishi utafunga before au utafunga after, ikiwemo na Jumamosi wa usifunge. Na huu mtazamo aliuchukua kutoka kwa mwanachuoni Nasiruddin al-Albani ambaye naye alikosolewa. Sasa ukichukua vitu kama hivi utaona si ndio hapo sasa Ijumaa haifai, si hadithi hiyo? Hapana. Sijuzi tu hapa tumeisoma hadithi ya huyu Abdullahi, au ni Jabir ibn Abdullah. Sijuzi tulisoma hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, anasema niliazimia kwamba sitakula tena maisha yangu yote niliokuwa hai, nitafunga tu. Sitalala tena maisha yangu yote niliokuwa hai, nitakuwa kisimamo tu. Mtume akamwambia hapana, hautaweza. Akamwelekeza mpaka akamfikisha kufunga funga ya Daud alayhi salam. Ukichukulia hii hadithi ya funga ya Daud, unapata Ijumaa inafungwa, kwa sababu utafunga Monday, Tuesday ule, Wednesday ufunge, Thursday ule, Friday ufunge. Haya, unaruka, utafunga Thursday, Friday ule, Saturday ufunge, Sunday ule, Monday ufunge, Tuesday ule, Wednesday ufunge, Thursday ule, unaanguka tena Friday. Na hadithi iko hivyo, sum yauman wa aftir yauma, funga siku ule siku inayofuata. Kumbe Ijumaa haifungwi kwa namna kadhaa na inafungwa kwa namna kadhaa. Kivipi? Hadithi hii mbele. Na tunasema katika dini hautakiwi kuchukua vitu vipande vipande, iwe ni kwenye hadithi za mtume au kwenye aya za Qur'ani. Zipo aya mathalan katika suratul Maryam, Allah anasema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna katika nyinyi wote wanadamu isipokuwa mtakwenda pale kwenye moto, mtapita pale, mtapita ndani ya moto. Sasa ukistop hapo, unaona la haula, sote sisi tunakwenda wapi? Ndani ya moto. Sio hivyo. Tutapita kwa sababu sirata kama bridge iko juu ya moto, yaani ni mwisho hapa na hapa, kisha imetandikwa moto, ndo hili shimo hapa. Sote tutapita hapa sote, kisha watakaoanguka ni wale ambao matendo yao mema yalikuwa ni mepesi, ndo wataanguka ndani ya moto. Na Mwenyezi Mungu atujalie matendo yetu yawe ni mazito. Na ndio maana hatakiwi mtu kudharau kitu chochote kinachomuingizia thawabu. Pabaya sana hapa. Sirata ni mbaya. Kuna ambao watapita ile akikanyaga tu mwanzo wa sirata anakwenda kule, kama unavominya pale tali kawaka huko. Na kuna ambao watatembea kwa kukimbia, kuna ambao watatambaa, na kuna ambao watatia unyayo wake anaanguka. Si mchezo. Kuna ambao watatembea mpaka akifika katikati, mandoano yale yanamkamata, yanamtia ndani ya moto. Kila mmoja kwa matendo yake. Ukisoma aya nyingine ndani ya Qur'ani, Allah anasema fawailul lilmusallin, adhabu kali itawapata wanaoswali.
Kimletea mtu ambaye amepita pita madrasa Kiarabu kipo vizuri, atakwambia usimsumbue na mambo ya swala. Unamsikia Allah anavyosema, fawailun lilmusallin, nenda kaswali wewe bwana, mimi mambo ya swala sitaki. Na wewe ndo umehamasika elimu huna, unaona. Lakini sikasema kweli, na si kila mtu akisoma Kiarabu tunasema ana ilmu. Hata ilmu tunaita ilmu, ana ilmu. Ashusha aya bwana, aishakupeleka huko. Fawailul lilmusallina, mbele inasema alladhina hum an salatihim sahun. Hawa ndo wanaambia fawailun lahum, hawa alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnaun almaul. Licha ya kuswali swala wanazipuuza, hawa wanajionesha, hawa wanazuia wema. Hawa licha ya kuswali kwao adhabu kali wanayo. Kumbe hadithi kama hizi na zenyewe ni hivyo hivyo. Kwa hiyo hii hadithi inatafsiriwa na hadithi inayofuata. Hii ni ya 195 katika kitabu hichi. 196 inasema kutoka kwa Abu Huraira, radhi za Allah ziwe juu yake, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yawma aljum'a illa an yasuma yawman qabla au yawman ba'da. Asithubutu mmoja wenu, la yasumanna, asithubutu mmoja wenu kufunga siku ya Ijumaa, asithubutu, isipokuwa labda, illa an yasuma, labda ikiwa atafunga yauman qablahu, siku moja kabla yake ndo afunge, na hii yani ziwe mbili hapo, afunge moja kabla ambayo ni Alhamis, au yauman ba'dahu, au aifunge Ijumaa na moja mbele yake ambayo ni Jumamosi. Riwaya nayo inakuja kusahihisha ule uelewa wa kwamba Jumamosi hakufungwi. Sasa hapa unapata kuna wakati tunakuwa nafunga za siku tatu nyeupe, Wednesday, Thursday na Friday. Tunazifunga zote tatu ikiwemo Friday kwa sababu hapa sisi tumefunga siku moja kabla, moja hilo. Pili, tunazifunga zote tatu kwa sababu sisi hatuifungi Friday kama Friday. Tunafunga Friday ambayo imeangukiwa tarehe 15, siku nyeupe. Kwa hivyo sisi tunafunga siku nyeupe bila kujali imeangukia siku gani, sababu tarehe inaweza kaanguka siku yoyote. Na sisi tunafunga nini? Tarehe. Sisi tunafahamiana eh? Kuna wakati inakuwa siku ni moja tu moja tu, na Mtume kasema usifunge ila umefunga siku moja kabla au moja baada. Kuna watu huwa hawafungi ndani ya Dhulhijja isipokuwa siku ya Arafa. Wapo kina sisi hapa tunaopenda kula yaani unataka ule ikibidi kufunga kale ka siku kamoja tu, kesho yake Eid Arafa. Sasa Eid ya Dhulhijja mathalan imeanguka Jumamosi, maana yake Arafa itakuwa siku gani? Friday. Unafunga Friday Arafa, si kwa sababu ni Friday, bali ni kwa sababu ni siku ya Arafa. Kumbe kufunga ni yenye sababu, haingii kwenye katazo. Katazo linakuja ikiwa utaifunga ile siku mahdhu, kuifunga yenyewe tu kama yenyewe. Kwa nini ni haramu au kwa nini ni makruhu? Kwa sababu kwetu sisi Waislamu kila wiki tuna Eid, tuna siku ya kusherehekea ambayo ni kama leo Ijumaa. Ijumaa ni Eid kwetu, na msishtuke sisi tumekuwa hatujali Eid, kwa sababu hata hiyo Eid yenyewe, Eidul Fitri na Eidul Adha pia hatuijali siku hizi. Mtu atachukua hofu siku ya mwaka mpya, atachukua hofu siku ya Krismasi, lakini unaliona Liislamu hilo liko bize kweli. Siku ya Eid linauza, linatumika, lina nini. Wewe ni wapi wewe? Waman yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa alqulub, yeyote ambaye anaziadhimisha alama za Allah alizoziweka ni ishara ya alama ya uchamungu alionao. We Krismasi uko off, lakini siku ya Eid umetumika. Ulafi gani huu? Tamaa gani ya kutafuta uko nayo wewe? Kama ulishindwa kupata siku zote, siku ya Eid ndio uliona ndio siku ya kupata, mbona haukutafuta siku ya Krismasi?
mfumo ambao umetuharibu katika hii nchi. Tuko hivyo, yaani mtu anakuja kuswali Idi pale uwanjani, amekuja kuficha magwanda yake hapa, amekuja kuficha salam, anashukia hapa msikitini, anavaa magwanda yake huyo. Najua mnakwenda wenyewe, hata aibu amuone. Acheni hivyo. Uislamu umetuamrisha kazi. Umetuamrisha kazi, mbona Krismasi ni siku nayo, au si siku? We alama zako au dalili zako za kutuletea kuhusu Uislamu na kazi ni siku hii ya Idi yako we Muislamu, ya kuitukuza na kuiheshimu. Ayyamul akli washurbi wa dhikrullah, Mtume ameita hivyo. Hizi ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah. Uko bize kule. Mcheni Allah bwana. Ukupata siku 348 unategemea upate siku moja ya Idul Adha na siku moja ya Idul Fitri kweli? Acha hizo. Ndugu zangu, Ijumaa kwetu ni Idi, na ndio maana ni makruhu kufunga. Ni ibada kufunga, lakini hatutakiwi kufunga kwa ajili ya kuitunza na kuheshimu. Je, mi kazi ya ovyo? Kwa hivyo insha Allah tutakuja kuendelea kesho. Tutaendelea kesho biidhnillahi taala. Kwa leo tuishie hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.